Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Asante. Jina langu ni Profesa William Amos Palanjo, ni mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania ambayo pia inajulikana kama Tanzania Institute of Accountants. Nitumia fursa hii kuwakaribisha kwenye viwanja vya Daktari John Malesela hapa Dodoma, ambapo TIA inashiriki kwenye maonesho ya 88 kwa mwaka huu. Karibuni sana, na nitumia fursa hii pia kuwakaribisha wenyeji wa Dodoma lakini na mikoa jirani waweze kutembelea maonesho haya, na wakipata fursa wapite kwenye banda letu la TIA. Banda letu la TIA lina mambo mengi ambayo nadhani watu wengi watapenda kuyaona. Mojawapo ni elimu tunayotoa kwa wakulima, wafugaji na wafanyabiashara kuhusu masuala ya kilimo, lakini tukiyahusianisha pia na masuala ya uhasibu, masuala ya masoko, lakini pia na masuala ya ugavi. Katika vitu ambavyo ni vizuri ambavyo utapata muda wa kuviona ni pamoja na wanafunzi wetu ambao tumewashirikisha kwenye masuala ya ujasiriamali. Kuna wanafunzi wawili, mmoja anatoka Mwanza. Huyo kutoka Mwanza anaonyesha mfumo wa kuweza kufanya ufuatiliaji wa mauzo ya pamba na mazao mengine, ambapo amekuja na mfumo wa kielektroniki ambao unaunganisha mizani na risiti za EFD, lakini pia mfumo huu una uzuri wake kwa sababu unatumia sola. Kwenye mfumo huu ni mfumo mzuri kwa sababu unapunguza wizi wa wafanyabiashara kwa mazao ya wakulima. Ukipima mkulima unapopeleka mazao, ukipima kwa mizani hii ambayo imetengenezwa na mwanafunzi wetu wa kampasi ya Mwanza, inampa fursa ya mkulima kwanza kuweza kupata vipimo sahihi vya pamba au zao lolote analouza, lakini pia inaweza kumuunganisha sasa na mfumo wa EFD na kuweza kuhakikisha kwamba mkulima anapata kile ambacho amekitegemea kulingana na kazi yake aliyoifanya. Lakini pili, tuna mwanafunzi wetu kutoka kampasi ya Kigoma ambaye ana mfumo unaitwa BizPower. Mfumo huu nao unaonyesha wafanyabiashara jinsi ambavyo wanaweza kufanya biashara kidijitali. Mwanafunzi pia kutoka kampasi yetu ya Kigoma ambaye anaonyesha mfumo ambao ameutengeneza wa kuweza kuhakikisha wakulima, wafugaji na wafanyakazi ambao wanafanya biashara, mifumo ya vitu vyote wanavyovifanya inaonekana online. Na uzuri wa mfumo huu ni mfumo ambao pia hauhitaji kuwa umeunganishwa kwenye wifi. Unaweza pia ukapata taarifa zote ukiwa offline, na ni kitu ambacho ni kizuri, na nawakaribisha watu wote watakaopata nafasi ya kupita kwenye maonesho haya waweze kufika, waweze kuona ubunifu ambao tumeweza kufanya kwa wanafunzi wetu. Nipende kusema kidogo kuhusu hili. Nadhani watu wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini wanafunzi wetu wameweza kutengeneza hii mifumo. Lengo letu kubwa la taasisi yetu ni kutoa mafunzo, lakini pia tumefikia mahali tumeanza kufikiria kwamba wanafunzi wetu wanaomaliza TIA ni vizuri wakawa na kazi nyingine pia, ukiacha kuajiriwa, kwamba wana uwezo wa kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, tumeweka utaratibu na kitengo maalum ambacho kinawafundisha wanafunzi wetu jinsi ya kuweza kujiajiri. Watu wote wanaotembelea maonesho haya hapa Dodoma waweze kufika kwenye banda letu la TIA. Kwenye banda letu la TIA kuna fursa pia za kujifunza. Tumekuja na wataalamu kutoka kwenye kampasi zetu ili waweze kuwafundisha wakulima na wanaotutembelea kwenye maonesho yetu maeneo ya fedha, utunzaji wa fedha, lakini pia utunzaji wa kumbukumbu hasa za mazao na biashara wanazozifanya. Kadhalika tunawafundisha masuala ya masoko hasa ya mazao. Hii ni changamoto kubwa kwa wakulima wengi. Wanalima mazao yao ya biashara lakini wanauzaje, inakuwa ni changamoto mara nyingi. Kwa majina naitwa Pasco Sabuni Shija, ni mwanafunzi mwaka wa 3 kutoka chuo cha uhasibu kwa kampasi ya Mwanza. Mimi ni mwanafunzi niliyebuni wazo la biashara ambalo linaenda kutatua changamoto ya wakulima wa pamba hasa mikoa ya kanda ya Ziwa. Tunafahamu hapo awali wakulima wetu wa pamba walikuwa wanapoteza kilo zisizopungua kati ya 10 mpaka 30
pale wanapoenda kwenye upimaji wa ile mizani. Sasa tumekuja na wazo la mzani ambao tumeunganisha na sola. Mzani utaweza mkulima kupata risiti, vile vile mkulima anaweza akapata message. Hapo awali hiki kitu kilikuwa kifanyiki na taarifa ilikuwa inachelewa. Serikali inachelewa kupata taarifa sahihi kutoka kwa wakulima kwa sababu vile vyama vya ushirika au baadhi ya wale wafanyakazi wa ushirika walikuwa sio waaminifu, walikuwa wanaichezea ile mizani. Sasa kupitia elimu tulioipata TIA tumeweza kuunganisha mizani na AI. Kwanza itadetect bei ya pamba ya wakati huo soko la pamba lililotangazwa. Hii inaweza kurahisisha ufanisi na kupelekea urahisi sana kwa wakulima wetu kupata faida kwa haraka tofauti na hapo awali. Kwa majina naitwa Dodite Maunji, mwanafunzi wa TIA campus ya Kigoma nikichukua degree ya manunuzi na ugavi. Mimi leo kwenye maonyesho ya 8 nimekuja na mfumo unaitwa BizPower, mfumo wa kidijitali kwa ajili ya kufanya mauzo, kusimamia biashara na swala zima la biashara kwa wakulima na wajasiriamali. Kumekuwa na changamoto kubwa kwa wafanyabiashara, wakulima, hasa kwenye usimamizi wa biashara na mlolongo wao, kwa sababu wengi wanahitaji kuwepo pale pale ili kuweza kufanya jambo ambalo wengi limekuwa ni kikwazo, kwani sio wote wanaweza kumudu kuwepo, na hivyo BizPower inakuja kutatua changamoto hiyo kwa kuweza kufanya kazi popote pale alipo, huku kifuatilia taarifa zote kwenye simu. Kwa mfano, mfumo wa BizPower unaweza kupata ripoti ya mauzo, manunuzi, stock iliyopo ndani. Kwa hivyo mkulima, mfanyabiashara na uwezo wa kununua mzigo wake na kurekodi kwenye mfumo na akawa anafuatilia akiwa popote pale alipo kutokana na taarifa zinazotumiwa na wauzaji wake dukani. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.